Na bajeti kuu ya serikali itakayowasilishwa tarehe 11 Juni mwaka huu, pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa ambao pia utawasilishwa tarehe 11 Juni. Zote hizo zitakuwa ni kuanza utekelezaji wa dira. Kwa hiyo bajeti zote ambazo zimewasilishwa na bajeti kuu ya serikali itakayowasilishwa tarehe 11 Juni, zote hizo ni nyenzo za utekelezaji wa dira 2050. Kwa hivyo dira yetu 2025 ambao tumekuwa tukitekeleza tangu mwaka 2000 inafikia utekelezaji wake, muda wake unafikia mwisho tarehe 30 Juni 2026, na bajeti yake ya mwisho ni hii ambayo ilikuwa 2025-26, ndio bajeti ya mwisho kabisa ya utekelezaji wa dira 2025. Bajeti 2026-2027 ni bajeti ya kwanza ya kutekeleza dira 2050. Niweke hiyo muktadha vizuri. Sasa Tume ya Taifa ya Mipango ilikutana siku ya Alhamisi tarehe 26 Mei 2026 hapa Ikulu jijini Dar es Salaam, na tume hiyo ipo chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na inapaswa kuwa na wajumbe wa kuteuliwa 6 na mawaziri wawili ambao wanaingia kwa nafasi zao. Waziri mwenye dhamana ya mipango ambaye kwa sasa ndio mimi, na waziri mwenye dhamana ya fedha ambaye kwa sasa ni Mheshimiwa Balozi Hamis Omari Musa. Katika kikao hicho, pamoja na mambo mengine, Tume ya Taifa ya Mipango ilijadili na kuidhinisha miongozo na mikakati minne itakayotumika katika kusimamia utekelezaji wa dira 2050 ambao kama nilivyoeleza utekelezaji huo unaanza rasmi Julai mosi 2026. Miongozo hii kwanza ni mwongozo wa kitaifa wa mipango, National Planning Guidelines. Huu ni mwongozo ambao utaongoza wizara na idara zake na taasisi za umma na mamlaka za serikali za mitaa katika kuandaa mipango yao. Kwa hiyo tunakuwa na mpango wa taifa, lakini baada ya mipango hiyo kila wizara inaandaa mipango yake ambayo inawasilishwa bungeni kama ambavyo mnaona, lakini mamlaka za serikali za mitaa na zenyewe zinaandaa mipango yake. Huu mwongozo ndio ambao unatoa mambo gani ya kuzingatiwa katika maandalizi ya hiyo mipango. Mwongozo wa pili ambao uliidhinishwa ni mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hivyo Tume ya Taifa ya Mipango imepewa kisheria jukumu la kuidhinisha miradi yote ya maendeleo kabla haijaenda Wizara ya Fedha kulipiwa kwa ajili ya kugharamiwa. Kwa hivyo mradi wote wa maendeleo katika nchi hii kabla haujaenda kwa waziri wa fedha kwa ajili ya kupata malipo, lazima kwanza upite Tume ya Mipango, uchakatwe na uidhinishwe. Kwa hivyo Tume ya Taifa ya Mipango imetoa mwongozo ni namna gani miradi hii itachakatwa kuanzia katika ngazi ya watekelezaji, kwa maana ya kama ni wizara ama idara kuu za serikali ama taasisi na mashirika ya umma, watachakata, wakimaliza watawasilisha kwenye Tume ya Taifa ya Mipango, na yenyewe ikijiridhisha itapeleka Wizara ya Fedha kwa ajili ya kugharamiwa kwa kuzingatia bajeti kuu ya serikali. Mwongozo wa tatu muhimu sana ambao Tume ya Taifa ya Mipango imeidhinisha ni mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo. Hii kwa Kiingereza wanaita National Framework for Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability. Ni mwongozo muhimu sana kwa sababu nitaeleza baadaye kwa kirefu kuhusu hili. Ndio mwongozo ambao unatoa viashiria vitakavyotumika kupima maendeleo. Nani anawajibika na kitu gani kitatokea kama hutatekeleza wajibu wako. Wa mwisho ambao unawahusu sana nyinyi waandishi wa habari ni mkakati wa mawasiliano wa dira 2050 na ile na mpango wa miaka 5 wa maendeleo. Kwa hiyo communication strategy, how are we going to communicate with the public? Hii itawahusu vizuri zaidi wenzetu wa mawasiliano, Kaguo na wenzake
watapata nafasi ya kuwapitisha zaidi kwenye mkakati wa mawasiliano, kwa sababu nyewe unawahusu na mle imeandikwa nyewe ndio watekelezaji wakubwa. Kwa hiyo mtapata nafasi na watoto wa mawasiliano, kwa maana ya Bwana Kaguo na mtani wa tume ya mipango, mtapitishwa na mtauona. Bahati nzuri maandalizi yake nyewe mmeshiriki kamilifu, kwa hiyo ni mwongozo wa kwenu, lakini kutakuwa na mkakati wa mawasiliano. Mpaka hapo niseme kwamba tunaanza utekelezaji wa dira safari tukiwa na nyenzo zote. Mwaka 2000 wakati tunaanza dira 2025 tulikuwa na kitu kimoja tu, tulikuwa na dira yenyewe basi. Hatukuwa na ule mpango wa muda mrefu unaitwa LTPP, wala hatukuwa na mpango wa miaka mitano. Tumekuja kutengeneza ule mpango elekezi, kwa maana long term plan perspective 10 years later, mwaka 2011 mwaka 2012 ndio baadaye tukatengeneza kidogo na monitoring and evaluation framework. Safari ni jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais ametusaidia. Tunayo dira, tunao mpango elekezi wa muda mrefu, kwa maana long term plan perspective. Tunao mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, yani 4th 5-year development plan. Tunao pia mpango wa ufuatiliaji na tathmini, kwa maana national framework for tunaita monitoring and evaluation. Lakini 5, tunao mkakati wa mawasiliano. Kwa nyenzo zote za kuanza utekelezaji wa dira, they are in place. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kushindwa kutekeleza dira hii, kwa sababu nyenzo zote zimeandaliwa na wataalamu wote walikuwa wanatukriticize huko nyuma kwamba hamna MNE, hamna framework hii. This time Mheshimiwa Rais ametuongoza vizuri. All these instruments are in place. Ni jambo kubwa na la kihistoria katika nchi yetu. Kwa hiyo yamepitishwa hayo. Ilipojadili mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo, hii National Framework for Monitoring and Evaluation, Tume ya Taifa iliidhinisha maeneo makubwa 3 ya kimkakati ambayo yanahitaji mageuzi makubwa. Kwa hapo maeneo 3 ya kimkakati ambayo yamebainishwa na kuidhinishwa kwamba haya yanahitaji msukumo wa kipekee, kwa maana ya kufanya mageuzi, kwa sababu ndio itakuwa msingi wa mambo mengine yote. Na katika hiyo mikakati 3 kama nitakavyoeleza, ina jumla ya viashiria vya upimaji, kwa maana key performance indicators 142, na nitagawanya kwenye sekta mbalimbali. Maeneo haya na idadi yake viashiria kama ifuatavyo. Kwanza, eneo la kwanza, mageuzi katika mifumo ya utawala na utumishi wa umma, yani governance and civil service reforms. Kwa hiyo yanaenda kufanyika mageuzi hayo, namna tunavyojitawala, governance structures, civil service yetu itakuwaje. These are very big reforms ambazo lazima zifanyike katika kusukuma utekelezaji wa dira. Kama unavyokumbuka kule kwenye dira inaitwa foundation, kwa maana ya msingi mkuu, kwamba mambo ya governance, peace, security, stability, it is the foundation, ndo msingi mkuu wa dira. Ukitikisa msingi huu, hata mambo mengine hayawezi kutokea. Sasa ili litokee hilo, tumejipa mifumo na mageuzi ya kufanyika katika eneo hilo. Hilo eneo peke yake lina viashiria vya upimaji 13. Eneo la pili la kimageuzi ni mageuzi katika uwekezaji na uzalishaji, structural transformation for investment, infusion and productivity. Moja ya changamoto yetu ni tija ndogo katika uzalishaji. Katika kila nyanja, ukigusa kilimo, tija ipo chini. Ukigusa uzalishaji viwandani, tija ipo chini. Kuna viwanda kwetu hapa vinazalisha kwa miezi 3 mpaka 4 vimestop kwa sababu havina raw materials. Lakini vile vile tunazungumzia tija katika utendaji, human resource, kwamba mfanyakazi anatakiwa aende kazini masaa 8. Anafanya kazi masaa 8 kweli? Anapokaa masaa 8 ofisini, amefanya nini huko? Productive yake ikoje? Katika hayo masaa 8, mangapi anaangalia WhatsApp, anachat kwenye
Facebook, kwenye Instagram, mangapi anakunywa chai, masaa mangapi anapiga story, na masaa mangapi anaweka kweli kwenye kazi. We want to do reforms in these areas ili kuensure kwamba 80 hours are productive katika maeneo ya kazi. Hili ni eneo ambalo linaenda kuwekewa mkazo mkubwa sana katika kila sekta. Nina viashiria vya upimaji 53 ambavyo tume ya mipango imevipitisha. Eneo la tatu ni mageuzi katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira, social economic outcomes. Hapa tunazungumzia mageuzi makubwa katika utoaji wa huduma, iwe ni afya, iwe ni elimu, iwe ni maji, lakini pia utunzaji wa mazingira. Kwa maana kwamba sisi leo tupo hapa, wote tutapita, lakini hii nchi ijulikanayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo. Kwa lazima sisi tufaidi, lakini pia tufaidi katika hali ambayo hatuharibu vizazi vijao vyo kuja kufaidi, kwa sababu nchi hii haiongezeki, sisi tunaongezeka. Kwa lazima tuitunze, ikae vizuri, ili vizazi na vizazi viendelee kufaidika katika nchi hii. Hili ni neno ambalo tumelipa msukumo mkubwa, lakini kwenye msukumo wetu wa kiuchumi tunasema maendeleo yote ya kiuchumi lazima yahusishe ustawi wa watu, na hilo ni eneo tumeliwekea mkazo, kwa sababu tathmini ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania katika miaka 20 iliyopita unaonyesha kwamba uchumi kitakwimu ulikuwa vizuri sana katika miaka yote hiyo, lakini ukuaji huu kasi yake haikuendana na kasi moja ya kupunguza umaskini, pili ya kuzalisha ajira za kutosha. Tunataka katika utekelezaji wa mipango yetu ya sasa, maendeleo ya ukuaji wa uchumi yaendane na kiwango cha kupunguza umaskini na kuzalisha ajira katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hayo ni maeneo matatu ambayo yatapewa msukumo wa kipekee katika swala la kusimamia utekelezaji wa dira. Aidha, Tume ya Taifa ya Mipango iliidhinisha sekta za kipaumbele 12 kama ambavyo zimeainishwa katika mpango wa 4 wa Taifa wa Maendeleo na katika dira yenyewe. Sekta hizi 12 zina jumla ya viashiria vya upimaji 206, na sekta hizi nitazitaja kama ifuatavyo. Kwanza, sekta ya kilimo ina viashiria 15 vya upimaji au KPIs for that matter. Ya pili sekta ni viwanda na ujenzi, industry and construction. Hili ni eneo ambalo limepewa kipaumbele kwa sababu kilimo, sitaki kueleza sana, mnaelewa. Everything we do, msingi wake ni kilimo. Tupate chakula, lakini mazao yapatikane, biashara zifanyike, lakini tufanye uchakataji wa mazao kwa ajili ya viwanda. Eneo la pili ni viwanda na ujenzi. Viwanda ndo msingi wa kukuza uchumi wetu, lakini ujenzi, nchi yetu ipo katika inajengwa, na sekta moja muhimu sana kiuchumi hapa kwa sasa ni ujenzi. Kwa hiyo imepewa msukumo na imepewa viashiria vya upimaji 10. Ya tatu, madini na nishati, ili ni eneo muhimu, mnalifahamu wote, sasa kuelezea sana. 4 ni utalii. Madini na nishati imepewa viashiria 10, utalii imepewa viashiria 5. Michezo na sanaa pia imetambuliwa kwamba kama ni sekta muhimu ya kipaumbele, imepewa viashiria 9. Sekta ya 6 ni sekta ya ubunifu na maudhui ya kidigitali. Hii na yenyewe imepewa viashiria 2. Ya 7 ni sekta ya miliki, ardhi na maendeleo ya miji, kwa maana ya real estate, land and urban development, imepewa viashiria vya upimaji 13. Ya 8 biashara na uwekezaji, viashiria 12, linaeleweka. La 9 elimu. Elimu kwa uzito wake imebeba viashiria vya upimaji 54. Ndio eneo ambalo linaongoza kwa kuwa na viashiria vingi, na mnafahamu sababu zake, kwa sababu elimu na yenyewe is so key, lazima tuwekeze sana huko. Eneo la 10 ni hifadhi ya jamii, kazi na ustawi wa jamii, social protection, labor and social welfare.
limepewa viashiria 34, na hapa ndo unakutana na kina afya, utakutana na kina maji na huduma zingine zipo hapa. Viashiria vya upimaji vipo 34. Na namba 11, uchumi wa blue, the blue economy. Tumebarikiwa kuwa na maji hapa, bahari, maziwa. Tunataka kuongeza bidii katika eneo hili ili tuweze kufaidika zaidi. Imepewa viashiria 18 vya upimaji. Na la mwisho 12, sayansi, teknolojia, ubunifu na uchumi wa kidigitali, na yenyewe imepewa viashiria vya upimaji 24. Kwa jumla viashiria vya upimaji ambao tunataka kuvisimamia kupitia sekta mbalimbali vitakuwa 206. Sasa nikisema viashiria vya upimaji hapa ni kwamba sekta zetu zote ambazo zinatekeleza katika ngazi kuu ya serikali, katika ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, katika taasisi na mashirika ya umma watapewa hivi viashiria, na kukupima unapiga hatua kiasi gani tunazingatia hivi. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya shughuli na kiashiria cha matokeo. Unaweza kuwa upo very busy kishughuli, lakini actually matokeo hamna. Kwa hatutapimana kwa mujibu wa shughuli hapa, kwamba unahangaika kiasi gani, unabidii kiasi gani. Hiyo haitoshi. Tutakupima kwa mujibu wa matokeo kwa kuzingatia viashiria hivi 256 ambavyo vimegawanywa kwenye kila sekta. Kwa tukienda elimu, tutawapima kwa kuzingatia viashiria 54, na baadaye tutawapeni vile vitabu hivi vya M&E, mtakuwa navyo na mtaona viashiria gani, na nyinyi kama waandishi wa habari kwa niaba ya wananchi mnapaswa kutufuatia kwa kuzingatia viashiria hivyo. This is very important. Kama ni social protection hivyo. Kwa utaona kama ni maji, kama ni afya, kama ni elimu, kama ni viwanda, tunaangalia vitu gani kupima kwamba tunapiga hatua ama la. Kwa unaweza kukuta mtu yupo busy lakini actually kwenda kumpima kwenye matokeo huoni. Kwa haya ni mambo ambayo tutazingatia. Tunapima kwa kuzingatia matokeo, sio mchakato na shughuli. Wewe fanya mchakato wako, fanya shughuli zako, sisi hatimaye tutakupima kwa kuzingatia matokeo. Na ndio mambo ambayo Tume ya Mipango imeelekeza. Sasa Tume ya Taifa ya Mipango kwa utaratibu wake inafanya vikao viwili kwa mwaka, vikao ambavyo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais. Sasa Tume ya Taifa ya Mipango katika kikao chake ilielekeza kuwa Secretariat ya Tume ya Taifa ya Mipango, Secretariat ndio inaundwa na katibu mtendaji wa tume, kwa sasa ni Dr. Tausi Kida, inao pia manaibu makatibu watendaji watatu, and then na wale ndio wanaitwa Secretariat. Tume iliyoelekeza kwamba tume ijielekeze na kujikita katika kusimamia utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Sasa hivi tumeshamaliza kupanga, tuna dira, tuna LTPP, tuna 5-year development plan, tuna miongozo yote ambayo nimeieleza. Kwa kazi kubwa sasa iliyobaki kwetu sisi sote, kuanzia Mheshimiwa Rais na sisi wote wasaidizi wake na nchi nzima, ni kujikita kwenye utekelezaji. Kupanga ni jambo moja, kutekeleza ni jambo jingine. Mipango bila kutekelezwa inabaki kuwa makaratasi matamu kwenye makabati, na hatutaki nyaraka hizo ambazo zinasifiwa sana zibaki makabatini. We want to ensure that we are able to implement them. Kwa hiyo aidha katika kuimarisha usimamizi utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa, mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Rais alielekeza kuwa wakati ambapo tume haikutani katika vikao vyake vya kawaida chini ya mwenyekiti wake, wajumbe wa tume watajigeuza kuwa ofisi ya usimamizi wa utekelezaji wa mipango, yani Delivery Bureau, na vikao vyake vitasimamiwa na makamu mwenyekiti wa tume. Kwa hivyo kama nilivyoeleza, ile tume ya mipango kwa uzito wake inakutana mara mbili tu, unless Mheshimiwa Rais aamue mwenyewe kuitisha kikao kingine katikati. Sasa hiyo maana yake mkikutana kama hivi, mmekutana mwezi wa 6, mtakutana tena mwezi wa 12. Sasa ile katika hali ya kawaida ni interval ndefu. Kwa mwenyekiti alielekeza kwamba wale wajumbe sasa, ukimwacha yeye, wajumbe na makamu mwenyekiti wajigeuze kuwa Delivery Bureau, waisimamie tume na sekta zote katika swala la delivery. Kwa hiyo sasa hivi wenzetu wa Secretariat na sekta mbalimbali
wanakwenda kwenye kitu kinaitwa labs, laboratories. Kwa hizo sekta ambazo nimezitaja hapa wanaenda kujifungia kutengeneza hatua kwa hatua utekelezaji wake. Kwa tume itakuwa inakaa inawaita, mnakuja kutoa taarifa, tuambieni mmefikia wapi, mmekwama wapi, changamoto gani, na tunatoa taarifa. Kwa tume ikija kukutana inapelekwa taarifa hiyo. Kwa hivyo hiyo itakuwa chini ya makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti mwenyewe kwa sasa ni waziri wa mipango ambaye ndo mimi sasa. Kwa hiyo na lenyewe limekaa hivyo, delivery bureau. Kwa hiyo hili ni elekezo muhimu sana. Tume ya Taifa ya Mipango ilielekeza pia kukamilishwa kwa haraka kwa majadiliano kati ya serikali na wawekezaji kuhusu miradi muhimu ya kimkakati ya uwekezaji inayotarajiwa kujenga msingi wa kukuza uchumi na kuchochea ajira katika sehemu muhimu ya utekelezaji wa dira 2050. Kwa ipo miradi ya kimkakati mikubwa ambayo serikali ipo katika majadiliano na wawekezaji mbalimbali, na Tume ya Taifa ya Mipango imeelekeza majadiliano hayo yakamilishwe haraka iwezekanavyo ili utekelezaji wa miradi hiyo uanze. Miradi hii ni pamoja na mradi unganishi wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe ya Mchuchuma, mnaofahamu, ambao wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wanausimamia na wameshamaliza mazungumzo ya msingi, wanasubiri kusaini mikataba. Mradi huu ni muhimu kwa sababu gharama ya uwekezaji ni dola za Kimarekani bilioni 3. Ukibadilisha kwenda kwenye shilingi za Kitanzania unazungumzia takriban trilioni, inaelekea trilioni 9. Lakini kwa ni mradi mkubwa. Mradi wa pili ni mradi wa magadi soda wa Engaruka, yani Engaruka Soda Ash Project. Mradi huu upo kule Engaruka wilayani Monduli, na wenyewe ni mradi muhimu. Tanzania kwa sasa ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika kwenye kuzalisha vioo vya kawaida na vioo hivi ambavyo vya kutumika kujenga, na raw materials yake kubwa ni soda ash. Kwa nataka tutumie mradi huu kwa ajili ya kujitosheleza kwenye kusupply raw materials hiyo ambayo ni muhimu sana katika viwanda vyetu ambavyo sasa hivi inaongezeka. Mradi gharama yake huu dola za Kimarekani milioni 400. Mradi wa tatu ni mradi wa kuchakata gesi asilia kuwa kimiminika, mnaofahamu LNG. Huu mradi na wenyewe ni mradi muhimu sana katika dira yetu. Gharama yake dola za Kimarekani bilioni 42. Mradi wa 4 ambao ni muhimu wa kipekee na wenyewe ni mradi wa nickel wa Kabanga, yani Kabanga Nickel Project na kiwanda cha usafishaji cha Kahama. Mradi huu na wenyewe gharama yake ni dola za Marekani bilioni 2.5. Kwa hii ni miradi ambayo tunakwenda nayo. Kwa jumla unakuta kwamba tunazungumzia miradi hii kimkakati takriban dola za Kimarekani bilioni 47.9. Nimeitaja michache kwa umuhimu wake, lakini ipo miradi mingi ambayo tunaenda nayo uwekezaji. Kwa Tume ya Taifa ya Mipango imetoa maelekezo maalum kwamba majadiliano ambayo yanaendelea yakamilike mapema ili miradi hii iweze kuanza, kwa sababu ni muhimu sana katika utekelezaji wa dira na katika jitihada za kufikisha uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Kwa ukiangalia hapo tunazungumzia karibu shilingi trilioni 110-120 kwa miradi yote hii pekee. Miradi hii ina vitu viwili vya kiupekee. Cha kwanza ni hicho ambacho nimeeleza, thamani yake ya uwekezaji ni kubwa. Lakini kitu kingine cha pekee kikubwa ni juu ya uongezaji wa thamani, value addition. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa maelekezo, na kwa kweli alianza awamu ya 5 na tukatunga na sheria kwamba rasilimali za asili za Tanzania zisisafirishwe nje ya nchi hii
bila kuongezewa thamani. Na ndio maana sasa tumejenga gold refineries huko Geita na maeneo mengine Mwanza. Tunapaswa kujenga refinery ya nickel kule Kahama. Tunapaswa kujenga refinery ya graphite huko Mahenge na maeneo mbalimbali. Na hata hii ya Liganga Mchuchuma tunajenga refinery ya chuma pale Liganga. Lakini pia tunajenga pale Liganga, ina mambo matatu ile: chuma na madini ya titanium na makaa ya mawe. Kwa hiyo pale sio tu kuchimba titanium, mwekezaji lazima awekeze kujenga refinery. Lengo tufanye uongezaji wa thamani ndani ya nchi ili kukuza thamani ya bidhaa zetu, lakini pia tuweze kujenga uwezo wa vijana wetu kuajiriwa, kwa sababu njia pekee ya kuajiri vijana ya maana ni ujenzi wa viwanda. Kwa hiyo ndio maelekezo ambayo yamo, na miradi hii ukiona inachelewa kwenye majadiliano ni kwa sababu hiyo. Haja ya kuelekea bungeni kwamba unazungumzia ulinzi hasa wa nyenzo hizi ni nini. Na nyie nieleze, dira yetu mwaka 2025 iliidhinishwa tu na baraza la mawaziri, kaishi hapo basi. Na kama imeidhinishwa na baraza la mawaziri, maana yake nini? Baraza la mawaziri ndio serikali ya rais aliyepo madarakani kwa kipindi hicho. Kwa hivyo kuondoka kwake inaondoka kwa baraza la mawaziri hilo. Kwa hiyo akija rais mwingine akasema okay, lete hii, anapitisha kwa baraza la mawaziri, akasema sisi hii hapana, inaishia hapo. Alichofanya mheshimiwa rais wa sasa awamu ya 6 ambacho pia ni kipya, alielekeza dira ya taifa ya maendeleo ikaidhinishwe bungeni. Kwa ndio maana baada ya baraza la mawaziri, baraza la mawaziri ilipokuwa approved, nilipeleka kwenye kikao cha mwaka jana cha budget, kikapokea na kuidhinisha dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ajaye akitaka kuiweka dira pembeni, atalazimika akajenge hoja wapi? Bungeni. Hawezi kuishia kwenye baraza la mawaziri, lazima aipeleke bungeni, akajenge hoja kule, akubaliwe na bunge. Kwa hiyo ndio status ya advancement. Mheshimiwa rais aliona mbali, aliona hapa okay, mimi dira miaka 25, mimi nitatekeleza hapa sana miaka 4-5. Ndio tunaanza mwaka huu, ameshabakisha, atakuwa amebakisha miaka 4, 2030 anakuja mwingine. Kama ulivyosema, you never know who comes. Sasa ile imeshawekewa kidhibiti. Na raha ya bunge ni kwamba ili jambo lipite bungeni ukajenge hoja, na ukijenga kule bungeni itakuwa ni jambo la public. Huku kwenye cabinet ni jambo la mheshimiwa rais na cabinet yake, sio lazima public ijue. Bungeni kutakuwa na mjadala, kwa wananchi watajua, watapiga kelele sema hapana, hii dira tumehangaika nayo sana. Kwa hivyo hicho ndo kidhibiti ambao vimewekwa, na kwa mujibu wa wataalamu wa sheria wanatuambia hicho ni kidhibiti cha kutosha kabisa. Lakini hakuna ubaya, tumepokea maoni na ushauri kwamba pengine itungiwe sheria, sio tu ipelekwe bungeni, itungiwe sheria. Haya ni maoni ambayo tumepokea na tunayafanyia kazi vile ambavyo tutaona inafaa, na mheshimiwa rais anafanya inaweza katungiwa sheria. Sio jambo gumu, kwa sababu tumetunga sheria ya mamlaka ya makao makuu ya Dodoma. Hili pia linawezekana, lakini angalau kwa sasa hiyo ndio usalama wake.